الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الشرفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. إخوة الإيمان والإسلام, karibuni sana katika kipindi chenu mlichokuwa mkikisubiri kwa hamu kubwa sana. Ni miongoni mwa elimu zilizotukuka mno, wa arfa'iha dhikran, na ni miongoni mwa elimu zilizokuwa na utajo mkubwa wa hali ya juu, wa anfa'iha aidatan, na ni miongoni mwa elimu zilizokuwa na manufaa makubwa sana. Muhadithuna, fuqaha, udaba, nuhatu, bulagha walishangaa kwa taarifi hii kutoka kwa muarrikhin. Kilichowashangaza nini? Kilichowashangaza ni kwamba muarrikhina wanajitapa na somo hili la tarikhi wakisema ni min ajalli ulumi qadran, ni miongoni mwa elimu zilizotukuka, zilizokuwa na qadar na heshima kubwa, zilizokuwa zinaheshimika au muhimu mno katika jamii. Kilichowashtua ni kule kusema kwamba arfa'uha dhikran au daraja, ni miongoni mwa elimu zilizokuwa daraja yake iko juu, utajo wake uko juu. Wa anfa'iha aidatan, wakawauliza ma dalilukum ala hadha, ni ipi dalili yenu kwamba ni min ajalli ulumi qadran tarikh? Kwa nini mnasema ni arfa'iha darajatan wa dhikra? Kwa nini mnasema ni anfa'iha aida? Nipeni dalili juu ya hilo. Wakasema ala yakfikum fi dhalika dalilan ala anna kitaba rabbina mali'un bi akhbari alqurun almadiyah wa as-salifah wa al-madiyah al-khaliyah. Anasema haikutosheni dalili kwamba kitabu cha Mola wetu al-Qur'anul Karim kimejaa habari za watu waliopita na karne nyingi zilizotajwa. Hiyo ndio dalili yetu kubwa kwamba tarikh min ajalli al-ulumi qadran, fa kitabu rabbuna bayna yadaykum iqra'uhu. Bali mufassiruna nasema thuluthul Qur'an ni qissa au qisas, na qissa ndio tarikh. Unapotoa qissa maana yake unatoa tarikh. Unapoelezea sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam unatoa qissa. Kwa hiyo ukielezea qissa umeelezea tarikh, ukielezea tarikh umeelezea akhbar ambazo mafungamano yake ni makubwa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu hicho utakuta amewataja watu mbalimbali, mambo mbalimbali, habari mbalimbali zinazohusiana na maudhui mbalimbali. Hii ni ishara tosha kwamba hadha alilm min ajalli alulumi qadran, ni miongoni mwa elimu zilizojaa manufaa na zilizotukuka na zenye kutambulika. Mpaka Mola wetu katumia katika kitabu chetu cha Qur'an. Angalia alivyotajwa Musa, angalia alivyotajwa Sayyidina Daud, angalia alivyotajwa Sayyidina Sulaiman, angalia alivyotajwa Jabbar Qarun, alivyotajwa Fir'aun la'natullahi alayhi, angalia alivyotajwa Dhul Qarnain, tizama alivyotajwa Namrud, tizama alivyotajwa Adam abul bashar, tizama alivyotajwa Habil na Qabil, tizama alivyotajwa kwa kinaya baadhi ya watu na wengine wakatajwa kwa majina, tizama alivyotajwa Isa na mama yake Maryam, tizama alivyotajwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yote ni tarikh katika Qur'an. Akasema Mola wetu subhanahu wa ta'ala, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Anasema faqsusil qasasa, wahadithie visa, watolee visa, izungumze historia, izungumze tarikh ili wapate kufikiria. Mola wetu huyu anawahimiza, anamuhimiza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atutolee sisi akhbari za visa mbalimbali, lakini si kumwambia tu mtume wake, yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anatoa visa na tarikh. Anasemaje? alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Kisha kasemaje baadaye? nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin, katika suratu Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, sura ambayo utakuta yote min awali surati ila akhir sura
akhbaru sayyidina Yusuf, kuna kisa ndani yake cha bwana wetu mtume wetu Yusuf pamoja na ndugu zake. Anasema nahnu huna, Allahu yakus, baada ya kumwambia mtume wake faksus, huwa nafsuhu dhatuhu binafsihi, mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa visa, anasema nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, hakika sisi tunakusimulia wewe Muhammad ubora wa visa, habari nzuri tamu, tarikhi iliyokuwa inapendeza. Bima auhaina ilaika hadha alquran, kikatolewa kisa cha Yusuf, na ukikisoma ulama utafsiri wanasema hakuna kisa ambacho kinamfariji sana mwenye mazonge, mwenye shida, mwenye ghamu, mwenye kudhulumiwa kama kisa cha Nabii Allah Yusuf. Kwa hiyo na wewe ukipata ghamu na hamu na huzni, soma suratu Yusuf. Ma quri'a inda al-madhlum, ma quri'at hadhihi sura inda al-mahmum illa farraja Allahu an. Haisomwi sura hii, suratu Yusuf, mbele ya mtu aliyevamiwa na ghamu na hamu na huzni, isipokuwa anapata faraja, anapata zile akhbari zinazozungumzwa. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. بك mwisho آيات zote hizi ni qissa na tarikh. Amsimuliaji ni Allah mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anasisitiza katika baadhi ya sura za Qur'an, bado ilmu ya tarikh inasisitizwa na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul. Anamueleza mtume wake, kwa nini tunakusimulia habari za ndugu zako mitume? Kwa nini tunakutolea visa ewe Muhammad? Kwa nini tunakusu qasas kwako wewe, tunakuelezea kwa kisa? Anamueleza sababu yake, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, kwa sababu ya kuutilia nguvu moyo wako, kukuthibitisha katika nguvu, uwe strong katika yale unayokutana nayo. Angalia hapa Mwenyezi Mungu anazungumza moja miongoni mwa faida zipatikanazo katika tarikhi na visa. Hapa Mwenyezi Mungu anampa faida bwana mtume, nini unapata tukikusimulia visa vya ndugu zako. Na hii ni moja katika mambo muhimu sana unapomtolea mtu habari za waliopita. Atakuta kwamba changamoto anazopatana nazo, mambo yaliyomzonga, changamoto zilizomzunguka na hali iliyompata, utakapomueleza kwamba wenzako waliopita walikuwa na hali kama hiyo au zaidi, atang'amua na kuelewa kwamba kumbe sio mimi peke yangu, kumbe hii ni sunnatul hayati, kumbe ni desturi ya uhai na maumbile, kumbe ndivyo Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyofanya kwa waja wake. Basi yule mtu atajikuta pale anapata tiba. Sababu gani? Amejua Mtume Muhammad anaelezwa, ndugu yako Yunus alitoswa kwenye maji akamezwa na chewa. Ndugu yako Musa aliyakuta yaliyomkuta yeye katika mapambano makubwa na Firauni na wachawi wake. Ndugu yako Musa, Harun, ndugu yako Isa, Ayub, Zakaria, Yahya, wote hawa, Ibrahim akatupwa katika moto, akafanywa ya kufanywa. Mtume anaposomewa haya anayakuta ya kwake na kina Abu Jahal na kina Uqba ibn Abi Mu'ayth na kina wengineo wengi, kwamba tatalasha wa yahunu alayhi. Ndio Waarabu wakasema adh-dharbatu allati la taqtuluk fa'lam annaha tuqawwik, pigo ambalo halikuui tambua kwamba linakufanya strong zaidi. Na pigo alilopata bwana mtume kutoka kwa makafiri wa Maka na watu wasioamini na mambo mengi yalimake very strong katika maisha yake, na akisimuliwa na Mwenyezi Mungu akhbaru ikhwanihi min al-anbiya alladhina kanu fi muaskari at-tauhid quwwa ala quwwa
inakuja kwa mtume Muhammad, wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wajaaka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lilmu'minin. Faida ya kutoa visa hiyo katika suratu Hud, Allah anamueleza mtume wake Muhammad. Lakini pia katika suratu Yusuf mwisho kule utakuta maneno kama haya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم, hakika imekuwa katika visa vyao. Akina nani? Hao mitume. Ibratan, kuna masomo, kuna mazingatio, liulil albab, kwa watu wenye akili. Watasoma wakimwona mtu aliyoitwa Khalilullah, mpenzi, rafiki wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatiwa motoni. Mpenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapata mitihani kwa Namrud. Mpenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapata shida katika maisha, anakwenda Maka pahala hakuna chakula, anawaacha watoto wake, watoto wanapata tabu, wanakaribia kufa kwa kiu, anaambiwa mchinje mtoto wake. Yote haya yanamkuta Khalil, mtu ambaye ni mpenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe akija ikikukuta yoyote wakati wewe wala hujatangaziwa khulla kwamba wewe ni habibu wala ni mpenzi, wewe ni mmoja tu katika viumbe vyake Mwenyezi Mungu, unapata masomo. Unapopata kwamba mtume Muhammad ambaye jina lake hatajwi Mwenyezi Mungu isipokuwa anatajwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi ukaingia katika Uislamu kwa kusema tu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lazima iwepo pembeni umwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ukiwa katika sala tashahudi yako, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, lazima Muhammad awepo. La yudhkaru ismullah illa wa yudhkaru ismu Muhammadin ma'ah. Yote haya unaona ule upendo uliokuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini mtume anakaa na njaa mpaka anafunga mawe katika tumbo lake. Wa yahsibu batnahu alhajara min aljuu wa qad utiya mafatih khazain alardiyya warawadathu aljibalu bi an takuna lahu dhahaban faabah. Unakuta mtume huyu ambaye ni kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa yataraddadu ismuhu malayina marra ala malayin ash-shifa. Kila siku unasikia ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Upendo huo uliounganisha jina lake pamoja na kutajwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini anakaa na njaa mpaka anafunga mawe katika tumbo lake. Lakini anakwenda Taifa, anapigwa kwa mawe mpaka miguu inaroa. Lakini yanamkuta anaposujudu katika Al-Kaaba, anayekewa jiwe au ngozi au kinyesi katika, lakini yanamkuta yakomkuta. Akiamka asubuhi nyumbani kwake, anauliza mke wake, kuna chochote chakula? Anaambiwa hakuna. Anasema basi nimefunga leo. Mtume wa Mwenyezi Mungu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, Habibur Rahman, Safiyur Rahman, anaishi maisha haya. Mimi ni nani? Ibratan li ulil albab, kuna mazingatio kwa watu wenye akili. Hivi visa ni masomo, ni history. Li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi, si vitu vya kubuni, ni ukweli mtupu, ni mambo ambayo ni ya hakika na faida zake ni jam. Wa tasdiqa, anasema la ma kana hadithan yuftara, si maneno ya kubuniwa ya kuzuliwa ya uongo, walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ndani yake kuna uongofu, kuna huruma kwa watu ili wapate kumwamini Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tukikaa tukizungumzia history hizi zote tulizozitaja, masomo yake ni makubwa na tumeambiwa tusimulie. Sasa ikiwa tarikhi mambo yake ni kama hayo, je, tarikhi na sira ya bwana mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam, ambayo sisi tuko katika mlango wake sasa tunataka kwenda approach. Lakini kabla hatujaingia huko, lazima tuingie katika mukaddima, tukuambie ni kwa nini tunatoa visa, ni kwa nini ilmu ya tarikh. Ndugu zangu, kuna watu wanaidharau sana ilmu ya tarikh, lakini wallahi alazim hawajajua faida ya ilmu ya tarikh. Ulama almuarrikhina wenyewe waliposema kwamba inawatosha tu sisi tusitoe dalili yoyote ya umuhimu wake, kile kilichosomwa katika Qur'ani thuluthi yake ni Qur'ani, yote imejaa visa, inatosha kujua umuhimu wa somo hili bas. Na kwa hapa waliwashinda watu wote kwa hoja. Al-Imam Shafi'i ni usuli, ni faqih, ni lughawi, amejaa, ni jami'un lilulum. Imam Shafi amekusanya. Ukiingia katika lugha unampata, ukiingia katika shairi unaipata, ni mtu wa lugha wa adabu wa balagha fasaha unampata. Ukiingia katika usulul fiqh ndiye mwenyewe, kwa sababu yeye ndo muasisi wa somo linaloitwa usulul fiqh katika kitabu chake cha Risala. Ukija katika tafsir, Imam Ahmad ibn Hanbal anasema ash-Shafi'i failasuf fi 4. Huyu ni profesa katika mambo manne. Moja, fil maani, katika tafsir. Anasema mwenyewe Imam Ahmad, nilikuwa nikikosa ushahidi katika sunna, katika kitabu, basi akhudhu binasi au biqauli Shafi'i. Hoja yangu kubwa, nachukua kauli ya Imam Shafi'i, ambaye wanachuoni wengi waliokuja baada ya Imam Shafi'i, muhaddithina wote wako katika madhhabi yake, kuanzia Imam Tabari, Imam Dhahabi ambaye tutamtaja hapo, sahibu siyar, ambao walijishughulisha sana na by the way utakuja kuona waliojishughulisha na somo la tarikh ni huffaz, muhaddithuna, fuqaha, mufassiruna, ni ulama ajilla. Dhahabi alikuwa Shafi'i al-madhhab, al-Imam al-Bayhaqi Shafi'i al-madhhab, Imam an-Nawawi Shafi'i al-madhhab, Imam as-Subki Tajuddin na mwanawe Shafi'i al-madhhab. Inasemekana mpaka Imam Muslim, sahibu wa Sahih Muslim, Shafi'i al-madhhab, na aliyekuja kusherehesha Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i al-madhhab, Imam Nawawi Shafi'i al-madhhab, wala Sahih Muslim na Sahih Bukhari Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i. Wote hawa walikuwa katika madhhab ya al-Imam Shafi'i. Alikuwa ni filosofi katika mambo mengi, lakini anasema mahala shahid kwa kumtaja al-Imam Shafi'i, anasema Imam Shafi'i, daabtu fi kadha sana wa kadha ala at-tarikh, daabtu fi qira'ati at-tarikh kadha sana. Anasema nilianza kujishughulisha kuisoma tarikh, nikaisoma history kadha wa kadha sanatan. Anasema miaka kadha na kadha, yani miaka mingi amejishughulisha Imam Shafi'i kuisoma tarikh. Anasema dhalika, hilo la kujishughulisha kwangu kuisoma history siko chochote illa, isipokuwa ni kwa sababu ya ilmu inayoitwa al-fiqh. Ma darastu at-tarikh, ma ishtaghaltu bit-tarikh illa liasta'ina bihi ala al-fiqh, isipokuwa nipate wepesi na kujisaidia ili nipate kuwa faqihi mzuri. Kwa hiyo unakuta ilmu ya Imam Shafi'i katika masala ya tarikh, masala ya fiqh, kilichomsaidia zaidi kuwa mwana fiqhi mzuri ni kuwa muarrikh na kujua tarikh. Na ukisoma historia yake utampata yeye na yule aliyejishughulisha na sira ya maghazi ambaye maarufu wake anaitwa Ibn Hisham, ambaye ukisoma tarikh utakuta sira ya mtume katika sira Ibn Hisham au sira Ibn Hisham. Yule alikuwa sahibia yake sana Imam Shafi, walikuwa katika wakati mmoja. Sasa alikuwa akistafidi sana kutoka kwake na huyo akistafidi kutoka kwake, kwa sababu ulama ni mukmiluna li ba'dihim ba'dha. Wanachuoni walikuwa na tabia ile ya kukamilishana. Mimi ni mpungufu katika hili, lakini unakuja wewe unanikamilisha, na hivi ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Huyu mwanachuoni huyu anakuwa mkubwa katika tafsiri ya Qur'an na mwingine anakuwa mchache katika tafsiri ya Qur'an,
lakini huyu mchache katika tafsiri ya Qur'an anakuwa mwingi katika hadith, na huyo alikuwa katika tafsiri ya Qur'an anakuwa mchache katika hadith. Wanakamilishana, mimi nakukamilisha wewe na wewe unanikamilisha. Hivi ndivyo walivyo wanachuoni. Ana haddul aqsa fi ilmin min al-ulum, na huyo ana haddul adna fi ilmin min al-ulum. Alikuwa na haddul adna anakamilishwa na huyo, alikuwa na haddul aqsa anawakamilisha wengine. Wote wako katika njia moja ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo anasema mwenyewe Shafi'i al-Azim, anasemaje? Laqad da'abtu kadha sanatan wa kadha fi dirasati at-tarikh la li shay'in illa li asta'ina bihi fi al-fiqh. Nimekaa muda katika kuisoma history na tarikh, si kwa kingine ila nipate kuijua fiqhi vizuri. Sasa akienda zake Baghdad, akienda zake Yemen, akienda zake Masri, kote huko amekwenda, na utakuta tarikh imecheza dauri kubwa sana, kwa sababu baadhi ya fatwa lazima ufuatilie kwanza tarikhi na urf katika ada za watu na takalidi zao na namna wanavyoishi. Usipojua tarikhi huwezi kutoa fatwa, huwezi kujua. Tarikhi ndio inakuonyesha watu hawa walikosea wapi na wangefanya nini ili wafaulu. Bila ya tarikhi huwezi kujua. Hata wewe leo ukiambia bwana kuna duka kubwa Mlandege tunataka tukuuzie, lazima kwanza usome tarikhi. Usikimbilie tu kuambiwa duka kubwa Mlandege ukasema duka kubwa nitafanya biashara kubwa. Kwanza isome tarikhi. Hili duka kubwa kwa nini nauziwa mimi, na lilikuwa likifanya biashara gani, na kwa nini waliokuepo wameondoka, na kwa nini ikafeli, na kwa nini walifaulu. Hii yote kwa nini? Kwa nini? Hizi ni history. Hii shule hii hapa imefanya vizuri, utapewa history yake. Kulikuwa na walimu hawa, kulikuwa na headmaster huyu, kulikuwa na hivi, kulikuwa na vile. Yote ni history. Kwa hiyo ukijua historia unajua ukanyage wapi, kwa sababu utawajua watu, utajua walipatia wapi ndo wakawa juu, utajua walikosea wapi ndo wakawa chini, utajua waliharibikiwaje ili na wewe usipite katika nyayo zao ukaharibikiwa, utajua walifaulu vipi ili na wewe ufuate nyayo upate kufaulu. Kwa hiyo watu wengi hawafahamu tarikhi nini, wanaona kama ni visa vya kuchekeshana, au watu labda hawana kazi, au labda ni taslia, au labda ni somo lisilokuwa na maana. Huwezi hata ukawa muhadith bila kusoma historia. Mtu anaposema kwamba hawa ni rijali au ilmu rijali, kutoa takhriji, huyu ni thabtun, huyu ni dhaif, huyu ni mudallis, huyu ni kadha, huyu, utajuaje bila kuwasoma hawa watu na kuwafuatilia na kuwafuatilia? Ukisikia an fulani an fulani an fulani, ili an wote ni watu wale, na watu ndo history. Unaweza ukajua muongo mkweli, dhaifu qawi, kupitia nini? Historia na kuwafuatilia. Ndio maana al-Baghdadi ilipotokea zama miongoni mwa zama, na huyo ni mmoja katika wanachuoni wa history, kwamba walikuja baadhi ya watu kutoka katika kabila la Kiyahudi, na kipande cha barua kimesainiwa kwamba sisi tumeshasamehewa kodi kutokea zama za mababu zetu walikuwa katika ardhi ya Khaybar pale Madina. Tukaambiwa na mtume wenu tusilipe tena kodi baada ya leo. Na karatasi yake hii hapa, saini ya waandishi wake hii hapa, chini kuna jina la Ali ibn Abi Talib, saini yake na wengineo katika wale waliokuwa wakimwandikia mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwingine ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Haya, saini hapa. Sasa nyinyi mnachukua kodi kutoka kwetu vipi? Na mtume alishakuwa ameshasema tusamehewe. Wale watu wakawa wanatafuta uthibitisho wa barua ile na saini ile. Kweli hili jambo? Kweli hii ni saini Ali ibn Abi Talib? Kweli huyu ni Muawiya ibn Abi Sufyan walisaini pamoja? Walipataje ufumbuzi? Anasema aliitwa al-Baghdadi, akaambiwa hebu tupe maono yako kuhusu hizi tarehe na saini hizi zilizotiwa katika vita vya Khaybar na hawa watu. Akawaambia solution ni very simple katika hii barua ni fake.
Watu wakashtuka, ni feki vipi? Anasema kwa sababu imesainiwa na watu wawili, mmoja Muawiya na mmoja Ali ibn Abi Talib. Kweli Ali ibn Abi Talib wakati wa vita vya Khaibar, yeye ndo Mwenyezi Mungu alimpa ushindi kupitia kwake. Mtume alisema la utiyanna rayata au la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah baina yadayhi au lahu. Nitampa bendera kesho, uongozi kesho, mtu ambaye anampenda Mungu na mtume na mtume anampenda, ushindi utatokezea kupitia kwake. Kweli alikuwepo Ali ibn Abi Talib, lakini hii saini ya pili ya Muawiya ibn Abi Sufyan, hii ni feki, kwa sababu wakati wa vita vya Khaibar ilikuwa ni mwaka wa 7 Hijria, na Muawiya alislimu katika Fathi Makkah mwaka wa 8 wa 9 huko kwenda wa 10. Ina maana hapa kuna rigging imefanywa, hawa watu wamefanya tazwiri. Walijua kwa sababu ya historia tu. Ina maana Muawiya hapa ameslimu kwa kuchelewa. Vita vimeshampita kwa miaka zaidi ya 3 au zaidi ya 2. Atatiaje saini katika tukio ambalo hakuwepo? Wakatambulikana ujanja wao. Kwa hiyo watu wengine wanaweza wakafanya vurugu zao na mkawaamini kwa sababu hamujui historia, mkasema kweli. Watu wanapokuja wakaijua historia yao, tumetoka wapi, tulikuwa wapi, tulikuwa akina nani sisi, kweli sisi ni wenyewe au si wenyewe, ni wageni au ni wakufikia, yote haya mpaka usome historia ndio utakapojua. Na sisi Waislamu tumehimizwa sana, ndio maana Allah akasema faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, wasomee visa. Na sisi tunakusomea visa, na wewe mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam unapata mafunzo ndani yake, na hao pia wanapata mafunzo makubwa. Ikhwata al-imani wal-islam, Al-Mas'udi ni mmoja katika kibari al-muarrikhin, anataja miongoni mwa faida za ilmu ya tarikh. Lazima kwanza tutaje, kabla hatujaingia kuisoma arwa'ul qissa ya mtume wetu Muhammad, ujue kwanza kwa nini tunasoma sira ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakulu al-Mas'udi, fatarikh, hii tarikhi, historia ambayo inasomwa huku na kule, ulama muarrikhina wanazitoa, anasema ilmun yastamti'u bihi al-alimu wal-jahil. Kama kuna elimu ambayo huifurahia na kuenjoy mwanachuoni na asiyekuwa mwanachuoni, ni ilmu ya tarikh. Kuna elimu nyingine haenjoy mtu isipokuwa yule mwenye nayo. Ndo wale watu wa lugha wenyewe wakikaa wanazinjoy zile fani zao. Utamkuta mtu wa adabu anaenjoy fani zake, mtu wa hadithi anaenjoy zile ahadith, kuzisikia au kuzisoma au kuziishi. Mtu wa fiqh anaenjoy ile fiqh yake. Lakini asiyekuwa faqih anaona ni maneno mbona magumu. Asiyekuwa mtu wa sarfa na lugha anaona kama mbona unanichelewesha au unanitupia wakati wangu. Asiyekuwa mtu wa hadithi anaona tu mbona mimi sielewi. Ukimwambia ilmu al-jarh wa ta'dil, mustalahu al-hadith, ukimwambia hii hadith ni sahih, ukimwambia hii ni dhaif, ukimwambia akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ukimwambia shaykhani muttafaq alayh, haelewi, anaona boring. Ni vitu muhimu kweli kweli katika umma, lakini kwa sababu hajui, afahamu, unaenjoy wewe unayejua. Lianna al-insana aduwwun lima yajhalu, kwa sababu mwanadamu mara nyingi sana ni adui wa kile kitu ambacho hakijui. Ukiwa kitu hukijui inakuwa adui yake, lakini ukija ukikijua ukikifahamu unakitangaza. Sasa ndio maana tunaambiwa tumsome mtume wetu, tumjue ili tumfahamu na tuwafahamishe wengine Muhammad ni nani. Watu waliomjua mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumsoma walikuja kusema maneno ya ajabu, wengine hata si Waislamu. Kina John Hart ambao walizungumza wakatunga vitabu udhama 100 ambao walikuwa the most influential people katika hii dunia, watu walikuwa na ushawishi mkubwa wanaojulikana sana katika hii dunia. Kamweka nambari 1 mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Michael Hart, somebody like that, jina kama hilo limenitoka kidogo. Katunga kitabu watu 100, akamweka ala ra'sil 100 Muhammad, prophet wa Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu imesoma historia yake. Mtu ambaye yuko majabalini, mtu ambaye yuko pahala badia, akaona ushawishi mkubwa mpaka leo akawa na support kubwa katika ulimwengu, na watu wake hawamsahau, hawafikirii hata kupitwa na maneno yake na hikma zake na busara zake. Na utakapomchokoza tu, basi umechokoza nyuki. Watu wako tayari kujitoa maisha yao kwa sababu yake. Utampata wapi mtu aina hiyo? Muhammad ibn Abdullah. Kwa hiyo katika elimu ambazo yatamatta'u bihi al-alim wal-jahil, anaifurahia na kuenjoy elimu hiyo mjuzi na asiyekuwa mjuzi, mwanachuoni na asiyekuwa mwanachuoni, ni ilmu ya tarikh. Moja ni ilmu ya sira. Ndio maana unaona watu wengi sana wanapenda visa, awami ya watu, na ndio iliyotumika katika Qur'an. Na miongoni mwa methodology au turuku ta'lim za kuweza kumfahamisha mtu akakuelewa vizuri, moja kubwa ni kusomesha kwa njia ya kutoa mifano katika visa mbalimbali vilivyotokea, kama anavyofanya Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Na pia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukisoma katika miongoni mwa hadithi sahihi, anasema walikuwepo waliopita kabla yenu, alikuwepo mtu ambaye hamei nywele katika kichwa chake, mwingine ana maradhi ya mbalanga, mwingine alikuwa ni kipofu, akajiwa na malaika. Kisa anatoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaulizwa huyu una shida gani, unataka nini? Akasema mimi nina shida, watu wananikimbia kwa hali nilio, na sasa hivi nimeshia kuwa hivi, basi kama nataka kitu nipate ngamia, na mwingine na mwingine na mwingine, mpaka mwisho unapewa somo pale katika visa. Unakuja una realize kumbe haya mambo yako hivi, kumbe binadamu yuko katika hali hii. Ukaidi wa binadamu umefikia kiwango hiki. Huyo mtu alikuwa hana kitu, lakini alipofuatwa anaambiwa nipe chochote na mimi nisafirie, na hali ya yule anayemuomba ni kama hali yake wakati alipokuwa fukara. Anamwambia hapa hupati kitu. Akamwambia kaani arifuka, mbona mimi kama nakujua wewe, ulikuwa ngozi yako hii na mambalanga, Mungu akakupa ngozi nzuri. Wa kunta faqiran fa aghnaka Allah, na ulikuwa fukara, Mungu akakutajirisha. Bia hapana, mimi siye huyo, na hii mali unayoiona warathtuhu kabiran an kabirin, nimeirithi kutoka kwa mababu na mababu zangu. Kwa hiyo ondoka upate kitu chochote. Huyo ndo binadamu. Yatamanna almar'u fi as-sayfi ash-shita fa idha jaa ash-shita'u ankara fa huwa la yarda bihalin wahidin qutila al-insanu ma akfara. Mwanadamu huyu anayetamani wakati wa joto kali mvua, ikija mvua anaanza kulani, hii mvua hizi basi hazitupi nafasi. Akitaka hiki kikija hakitaki tena, anataka kile alichokuwa anakichukia. Fa huwa la yarda bihalin wahid, binadamu haridhiki kwa hali moja. Qutila al-insanu ma akfara, amelaniwa wanadamu. Ni ukanishaji wa hali ya juu alionao, kiasi gani ukafiri wake umefikia. Utayajua hayo kwa kusoma sira na tarikh. Fa ilmu at-tarikhi yastamti'u bihi al-alim wal-jahil wa yasta'dhibu mawqi'ahu. Anasema na yule mwenye kuiweka katika pahala pake akaiona utamu wake, namna inavyoelezwa, namna inavyowekwa, namna inavyosetiwa, yasta'dhibuhu al-ahmaq wal-fadil. Hata mtu awe katika wasfu gani, ni muungwana si muungwana, lakini ataona utamu unapompa tarikh. Wa kullu gharibatin minhu tu'raf, mambo yote ya kushangaza, mageni yenye kuwashtua watu, walikuwa watu hawayajui, watayajua kupitia tarikh. Utasikia kulikuwa na watu wakitafanani katika kuchonga majabali kwa mikono yao,
wakitengeneza majumba makubwa makubwa. Walikuwepo watu kaumu Aad, alikuwepo mtu akisafiri anaitwa Dhulqarnain, kafika mpaka mashariki ya ardhi na magharibi yake. Yote haya ni mambo ghariba, lakini huwezi ukayajua mpaka kwa tarikh. Ndio anasema wa kullu gharibatin minhu turaf au tustakhraj. Hii tarikhi ndio inatolea haya. Wa kullu dharifatin minhu tustadraf. Tarikh yajma'u laka al-awwala wal-akhir. Mas'udi anatuambia hakuna kinachokukusanyia wa mwanzo na wa mwisho. Ni tarikh ndio inaweza ikakupa detail hizo. Mwanzo ndio maana tunamsoma nani? Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Tunapokaa tukasema idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hiyo ni tarikh. Wanapokuwa wanasikika watu wakisomeshwa aslu ya mwanadamu mchanga, msujudie ni Adam, wakakataa, wakamsujudia isipokuwa Iblisi akakataa. Ni tarikh. Fatarikhu yajma'u laka al-awwala wal-akhirah. Tarikh inakukusanyia ya mwanzo na ya mwisho. Mwanzo ilikuwaje na hapa tulipofikia mwisho ikawaje. Hakuna kitu kingine kinachokuweza kukuletea details hizo isipokuwa ni tarikh. Yajma'u laka al-awwala wal-akhirah wal-hadira wal-badiya. Tarikh ndio inayoweza ikakusanyia washamba ni wepi na wa mjini ni wepi. Al-hadir ni watu wa mjini, wal-badi ni watu wa majabalini. At-tarikh huwa alladhi yajma'u laka al-wafira wan-naqis. Mas'udi anasema tarikh ndio inayokuweza kukukusanyia na kukuletea an-naqis wal-wafir, aliyepungukiwa, aliyeongezewa, aliyejaa, aliyepungua. Yani waliokuwa na adabu, waliokuwa na tabia, waliokuwa na mila nzuri, waliokuwa na silka, waliokuwa na desturi, waliokuwa waovu, waliokuwa wabaya, wote hao utawajua kwa tarikh, lianna tarikha yajma'u laka kulla haula. Ndio maana mmoja katika ulama anasema wallahi nisingesikia habari za qaumi Lut nisingefikiri kwamba mwanamme anaweza akamparamia mwanamme mwenzake. Lakini haya yametajwa ni kisa, yametokea katika ulimwengu na yakalaaniwa sana na yakapigwa vita na ukuba zake katika Uislamu. Kwa hiyo maladhi yajma'u laka haula, ni nani aliyekuletea kwamba walikuwepo watu aina hii wakifanya vitu vya kishenzi kama hivi? Ni nani? Ni tarikh. Ni tarikh yajma'u laka alwafira wan-naqis. Utajua waliofanya machafu hawa uweze na wewe kuepuka, usiwaige. Waliofanya mazuri hawa uweze na wewe kujisifu na kuwafuata na kuwaiga, ili na wewe ufaulu kama walivyofaulu. Mifano hiyo yote imepigwa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuambia katika Qur'an watlu alaihim naba alladhi atainahu min ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan kana min al-ghawin. Wasome habari za yule ambaye tulimpa elimu. Huyu ni Bal'am ibn Ba'ura aliyesimuliwa katika nafikiri suratul A'raf. Akaelezwa namna alivyokuwa ana elimu, Mungu amempa neema, lakini akamkufuru Mwenyezi Mungu kwa kufuata matamanio ya nafsi, akawa kama mbwa. Nasafa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukhu yalhath. Mwisho wa aya hizi ndipo aliposema Allah faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Wape visa kama hivi ili wapate kuzingatia. Manake wasiige watu aina hii. Usipewe elimu na wewe ukachagua dunia na shahwa za nafsi yako kuliko Allah. Huyu mtu alikuwa anasema ulama tafsir analijua ismallahil a'zam, jina la Mwenyezi Mungu lile kuu alikuwa analijua huyu. Ismullahil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba. Mwenyezi Mungu ukimuomba kwa kupitia jina hilo anakupa. Huyu mtu alikuwa ni siri
haijulikani na mtu yote, huyu bwana analo. Allah amemfichulia akampa siri hiyo. Sasa hii ilmu akaitumia vibaya. Akaitumia vipi? Aliposikia kwamba watu wa mji ule Musa anakuja alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, kuja kutoa na kukataza, kuamrisha na kuambia, wale watu wakasema asije hapa, atatuambia hichi haramu, hiki halali, hichi vipi, hatutaki sisi. Kwa tufanye nini ili asije? Tukamwambie yule bwana anayeomba dua ambaye anajibiwa, amwapize Musa asione njia, asije kafika huku. Na yeye alipoambiwa akawaambia, bwana yule ni mtume jamani, mnataka kuniingiza katika majanga. Wakamuonesha kwamba sisi tutakupa unachokihitaji, donge nono tumekuandalia, na hivyo wakamrubuni na akamwapiza Nabii Musa. Alipomwapiza ulimi ukashuka kutoka katika sehemu ulokuwepo mpaka ukadondoka juu ya kifua chake. Allah akamlaani. Mwisho habari hizi nasema qasusul qasas. Ya tarikh ndio inayokukusanyia haya. Yajma'u laka al-awwala wal-akhira wal-hadira wal-badiya wal-ghaiba wal-mawjuda, kilichokuwa kimeghibu, kilichokuwa mbali, kilichokuwa ipo sasa hivi. Tarikhi inakupa zamani kulikuwa na hiki na sasa kuna hiki. Hiyo ni kazi ya tarikhi tu, uwezi ukaipata katika masomo mengine. Lakini pia hiyo tarikhi minhu, katika somo la history au katika tarikh, anasema makarimul akhlaq wa maali. Makarimul akhlaq wa maaliha, zile tabia zilizokuwa juu kabisa, zile tabia zilizokuwa nzuri kabisa. Minhu tultamas au tuktabas. Utakuta kwamba katika tarikh ndipo munamochumwa makarimul akhlaq. Wa makarimul akhlaqi wa maaliha minhu tuktabas. Tabia njema njema, desturi, silka, mila, tamaduni zilizo bora, zilizo juu, huwezi ukazipata. Unazipata kutokamana na usomaji wako na kusikia tarikh. Sisi tumejuaje kwamba fulani walikuwa wastaarabu, fulani walikuwa na tabia nzuri, masahaba walikuwa na akhlaq za juu, Sulaimani alikuwa hivi, Ibrahim alikuwa vile, Nabii Musa alikuwa hivi, Yahya alikuwa hivi, Zakaria alikuwa hivi? Tulijuaje sisi kwamba ustaarabu wa mke ni kuficha aibu za mumewe? Pale alipokwenda Nabii Ibrahim kumuuliza mtoto wake yuko wapi Ismail, mkewe akamwambia katoka. Akamuuliza maisha yenu yakoje? Akasema maisha yetu tuko katika shari ya maisha. Baba hakupendezwa na kisa kile au na jibu lile. Akamwambia akija mumeo mwambie kizingiti cha mlango akibadilishe. Hakujua mama yule kama hiyo ni talaka, kwa sababu tu ya aliyoyasema. Si katika tabia nzuri mtu kuzungumza, wala hamjui kama ni mkwewe yule. Mtu kaja mgeni, we unamfichulia kila kitu pale nyumbani. Na kuna wengine wala watu hawaulizwi, hawa wakikuona tu wanakumiminia kila kitu mwanzo mpaka mwisho. Unaelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam kapewa habari hizi. Utazijuaje hizi? Kwa tarikh. Unasemaje? Wa minhu, katika tarikh, tuktabasu makarimul akhlaqi wa maaliha wa adabu siyasati almuluk, na adabu na siasa za wafalme wale walioimiliki katika hii dunia, na siasa zao, namna walivyoongoza, kufeli na kufaulu, kuanguka kwa dola na kusimama kwake, majeshi yalivyokuwa. Yote haya unayafahamu kwa tarikh. Tutakuja kuona huko kitabu kikubwa alichokitunga Imam Tabari, Akhbarul Umami wal Muluk. Yani huyu jamaa kaanzia, huyu mwanachuoni, sisemi jamaa, ni alim rabbani, shaykhul mufassirin, hafidh al-Imam Tabari. Kaanza kutoka Adam kumweleza tarjama yake. Ka Adam kabla hajaumbwa, dunia kabla hajaumbwa. Tafsiri yake ya Tabari na kitabu chake tutakuja kueleza huko katika wale waliotunga katika history. Kabla ya kuingia katika history yenyewe, utamuona Imam Tabari anaeleza
muluku wote, wafalme kuanzia kuumbwa kwa Adam mpaka wakati wake yeye na zama zake, anaeleza kila tarjama. Subhanallah, shay'un ajib. Na si mmoja sasa, watu chungu nzima amewafanyia tarjama na kuwaeleza tabia zao zote zimo, hali zao za maisha zimo, siasa zao zimo, walikuwa na adabu kiasi gani zimo, wote wameelezwa. Anakuambia huwezi ukapata isipokuwa tarikh ndio inayokujulisha haya. Hapa tulipofikia bado tu unaona tarikh ni ilmu nyonge isiyokuwa na maana yoyote. Bado tu unaona wanaosimulia history na tarikh kwamba wamekosa kazi. Bado tu unaona kwamba laysa min ajalli al-ulumi qadran. Lakini angalia Al-Mas'udi anazidi kusema, anasema wa alayhi madari kathirin min al-ahkam. Hizi hukumu zetu hizi, halal, haram, wajib, mustahab, mandubu, hukumu hii, kutoa hukumu hii, anasema nyingi zinazunguka kutokamana na hali na tarikh. Kwa sababu wanachuoni wanapahala wanaweza wakakwambia urf ule umaarufu au kawaida au silka au mila au ada yao watu pale ni hivi, nayo inachungwa, inatizamwa. Ufika hali fatwa zikaendana kutokamana na urf ya watu wa pale namna walivyo. Unajua kwamba katika ada yetu sisi wanawake ndiyo wenye kuwapikia waume zao, wao ndiyo wenye kuangalia nyumba. Kuna mambo mengine katika dini hayakuzungumzwa waziwazi kwamba miongoni mwa mambo ya wajibu ni mke ampikie mumewe, au mke amfulie nguo mumewe, au aangalie mali ya mumewe, kama ana farasi na punda wake awatizame, kama ana zizi lake la ng'ombe. Urfu yao hawa watu ikoje? Kilichokuwa ada yao, kawaida yao, wameishi kivipi? Ndio maana ukienda pahala, ukienda kinyume na ada namna zilivyo, unapata ugumu na ukakasi wa maisha pale. Wanachuoni wanalilenga hili, wanalitizama hili, maadamu ni jambo ambalo halina maasi ndani yake, wala haliharamishi halali, wala halihalalishi haramu, nayo ada au urfu ina pahala pake. Ndio maana Mtume akisema almuslimuna ala shurutihim, zile hali zao Waislamu na ada zao na urfu zao nazo zinazingatiwa, illa shartan ahalla haraman au harrama halalan, isipokuwa kama ni mila na tamaduni ambazo zinakwenda kinyume na kutia dosari, zinahalalisha haramu na kuharamisha halali, hizo hazizingatiwi wala hazitizamwi, inaangaliwa dini inasema nini. Zote hizi alayhi madar kathir min al-ahkam. Anasema Mas'udi, hii tarikh juu yake watu wamejenga ahkamu nyingi kupitia activities zinazotokea katika umma huu, umma ule. Ndio maana Imam Shafi'i ana madhhabu inaitwa qadim na madhhabu inaitwa jadid, au ana kauli inaitwa qadim na kauli nyingine inaitwa jadid. Kwa nini? Je, ni controversial? Alipokuwa Baghdadi alikuwa akisema kauli hii na fatwa hii, alipokwenda Masri akabadilisha kauli ile ikaitwa qadim. Kauli ya zamani alikuwa anasema hivi na kauli mpya anasema hivi. Kwa nini unafikiria? Ni tarikh. Alichokikuta Baghdadi sicho alichokikuta Masri, na alichokikuta Masri sicho alichokikuta Baghdadi na kwingineko na Hijazi na Yemen na pala penginepo. Kwa hiyo akenda according to situations zilizokuwa zinamchanga na watu waliokuwa naishi na bia na environment na hali ilivyo. Tarikhi imefanya kazi pale. Wabihi, na hii tarikh yutazayyanu, watu hupambia fi majlisin wa maqam, yuzayyinu an-nasu majalisahum wa maqamahum. Watu huyapamba majalisi yao kwa tarikh. Ukiona katika watu wamekaa wanaelezea sira ya Bwana Mtume Muhammad, wa kana sallallahu alayhi wasallam shadid al-haya'i
شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدفعه الفقر وهشوا. Ni tarikh. Annasu yuzayyinuna majalisahum bih, watu wanayapamba vikao vyao, majalis yao kwa tarikh na history. Unaona watu wamevaa rasmi, watu wapo wametia uturi, nyuso zao za furaha na bashasha, wanataja tarikh, hususan tarikhi tamu ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yuzayyinu an-nasa majalisahum wa maqamahum, na pahala walipo wanayapambia kwa kutaja akhbari zilizopita. Lakini pia muangalie Lisanuddin al-Khatib ambaye ni mmoja katika watunzi wakubwa wa vitabu vya tarikhi, na yeye anazungumza katika lugha ya kimashairi. Anasema fabadu فالتاريخ وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وللمستبصر استبصار أين أتى القوم كيف أتى القوم وأين صاروا. أنا سمع أما بعد فالتاريخ والأخبار historia na habari zilizopita fihi ndani yake linafsi al-aqil i'tibaru, kwa mtu mwenye akili ya kisawasawa kuna mazingatio na masomo ndani yake. Walilmustabsir istibsaru, mtu mwenye maono na kuona mbali na kuweza kufahamu na kungamua mambo, ukimtolea visa anapata mafunzo ndani yake. Yajri ala alhadiri hukma alghaibi wa yuthbitu alhaqqa bisahmi as-saibi wa yanzuru ad-dunya bi'ayni al-aqili wa yatruku al-jahla li ahli al-jahli. Hii tarikhi inamfanya mtu kuwaelezea ahkam zilizopita za watu na harakati zao na mafungamano makubwa ya hukumu, namna ilivyokuwa yakifungamanishwa na kuhukumiana. Tarikh inawapa watu mwanya wa kufahamu mengi. Angalia, daktari yakitokea maradhi, mfano leo maradhi ya haya ambayo yametokea mwaka jana na mwaka huu yanayoitwa ya maradhi ya mafua, COVID-19, uviko, watu hawawezi wakatafuta dawa kwanza mpaka waanze kufanya research. Nini research? Ni tarikh. Ndio maana tunaanza kuletea research, alafu unaambia haya yalitokea mfano wake kama yale mafua ya Spain yaliyotokea miaka 100 iliyopita. Sasa watu pale yalipotokea yalisababishwa na nini? Yalisababishwa na kirusi 1, 2, 3. Je, kinafanana na kile au kifanani? Kinafanana. Kwa hiyo dawa zake zinaweza zikawa zile zile zikatumika au hii ni tarikh. Daktari hawezi akakutibu kwanza mpaka akuulize. Umeenda hospitali anakuambia unaumwa na nini? Mimi naumwa na tumbo. Ilianza lini? Ilianza wiki iliyopita. Ni hiyo ni tarikhi ya wiki iliyopita. Ulikula nini? Jamali ni alika biriani kidogo nikanini, niliporudi kutokea siku hiyo mpaka ni tarikhi hiyo. Sasa hawezi akakupa dawa itakao kufaa, kwanza akuulize maswali, aangalie tarikhi yako. Wewe una moyo kwani huu moyo ulikuanza lini? Unakula nini? Unaishi vipi? Maisha yako wewe, wazazi wako vipi? Umerithi au hujarithi? Ni tarikhi. Wewe unapumu, wazazi wako wote wakoje? Mambo lazima ufuatilie. Ndio anakuja mtu anakuambia dawa yako ni hii, fanya hivi, au wewe una stress tu, au wewe huumwi kitu chochote, wewe umeudhiwa na mumeo, wewe una stress na mkeo, mwite mumeo, nendeni kwa psychiatrist awape ushauri na saha. Yote baada ya kujua tarikhi yako.
Hawezi tu akakurupuka, nimekuja daktari naumwa na kichwa, lala nikupige shindano. Mguu na nyuma, nenda kafanyia operation. Lazima ajue tarehe kwanza, ajue historia. Wewe labda pengine ulianguka sehemu fulani, maumivu yake yametokana na fractions zilizokuwa katika mifupa, kulitokea sababu. Zote hizi ni tarehe. Shamba hili halimei kitu, watu wamelima lakini muda mrefu halitoi kitu. Sasa usione ardhi kubwa, lakini kuna tajruba pale, kuna experience, watu wamefanya mengi, lakini hakuna kitu. Ni tarehe uijue. Msikiti huu tarehe uijue, imamu tarehe uijue, nchi tarehe uijue, viongozi, wanasiasa lazima uijue tarehe. Jimbo hili alikuwa mbunge fulani, alikuwa mwakilishi, ijue nayo tarehe. Alifanya nini? Kwa nini walimwangusha? Hawakumpigia kura. Kwa nini huyu mpaka leo anabakia katika uongozi? Pia ni tarehe. Yote haya ukiyasukuma unayapeleka katika tarehe. Nilikuwa nataka nikupe umuhimu wa tarehe, uijue elimu ya tarehe kwanza, kabla hatujaingia katika kuizungumza sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tarehe ni kitu kikubwa sana na kitu muhimu mno, na kila alim lazima aijue tarehe. Ukisoma tafsiri ya Qur'an lazima uijue tarehe. Ukiwa wewe ni muhaddith lazima uijue tarehe. Ikiwa wewe ni lughawi lazima uijue tarehe, kwa sababu utafika pahala lazima ujue kwamba katika nuhatu pia kuna ikhtilaf, kama ilivyokuwa katika fiqh. Katika fiqh utasikia hii ni kauli ya Ahnaf, hii ni kauli ya Shawafi, hii ni kauli ya Hanabila, hii ni kauli ya Malikiyina. Lakini pia katika lugha utasikia hii ni kauli ya Basriyina, hii ni kauli ya Kufiyina. Kuna nuhatu Kufiyuna na Basriyuna. Basriyuna watu wa Basra hao wakiongozwa na vigogo wakubwa kubwa, na kama wale akina Ajurumi tuliwazungumza ni Basriyina. Lakini Ibn Malik ni Kufi. Utakuta ikhtilafu zao ndogo ndogo katika elimu ya lugha. Saibawi au wengine ulama wa urud na nahwu, na wote ni tarikh. Ukitaka kujua mwanzilishi wa nahwu Abu al-Aswad ad-Du'ali bi amri min al-Imam Ali, ni tarikh. Muamalat mbalimbali zote hizi. Kwa laysa alimin, la yumkinu li alimin min al-ulama an yastaghni an ilmi at-tarikh abadan. Hawezekani mtu akasema upuzi mtupu tarikh. Utajikuta kwa kutaka au kutokutaka unakwenda katika tarikh. Ilmu yako yote inakupeleka, lazima inakukokota, raghma anfik ghasba ank, inakupeleka katika tarikh, ili upate kujua kwanza hao waliopita walikwenda vipi, wakapita vipi, wakafauluje, na ni nani anafaa na ni nani hafai. Leo kuna watu wanachanganya sana, kuna watu wanachanganya mambo. Huwa mimi nakuta baadhi ya vijana ambao wanatukana ulama wakubwa bila kujua madhahebu yao na menendo yao, alafu wamepakata vitabu vyao hao wanaowatusi na kusema wamepotea. Hivyo vitabu wanavyovisoma na kuwasomesha vimetungwa na hao wanaotukana, lakini wenyewe hawajui, kwa sababu hawajui tarikh, hawaifahamu history, hawaelewi. Maskini anamtukana mtu aliyemfanyia ihsani kubwa sana, ambaye yeye kamsomesha. Elimu yake anayoisoma kaipata kwenye hicho kitabu cha yule aliyemtusi. Wewe utabarikiwa. Ndio maana unaona elimu zetu hazina baraka, kwa sababu unatakiwa umheshimu yule anayekusomesha. Yule ni Abu Ruh, ni baba wa roho. Ndio Shauqi akasema innal muallima wa tabiba kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama. Mwalimu na daktari hawapewi heshima kubwa. فاصبر لجهلك أي فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. معلم تمكوبة. قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. شو كان سيما amekaribia kufikia
kuwa mtume, kwa sababu al-ulama warathatul anbiya, wanachuoni ndio warithi wa mitume. Kwa hiyo ulitakiwa uwe na heshima na wanachuoni waliokufundisha namna ya kuzungumza, waliokuelimisha kutoa katika ujinga, waliokupa uwezo wa kutoa fatwa kutokamana na zile fatawa walizozileta katika. Leo unatukana, unambeza bila, na wengine wanajua wengine hawajui. Kaka pakata kitabu anasomesha hawa watu wamepotea kweli kweli, kumbe hao walopotea miongoni mwao no huyo alotunga hicho kitabu anachowasomesha watu. Sasa unakuwa unakashifu mwenyewe, ujinga wako unauweka wazi mbele ya watu. Watu wakishaanza kukuelimisha utajikuta kumbe nimefanya grave mistake, nimesema watu fulani wamepotea, kumbe elimu zote hizi tunazozisoma wameziandika wao, wamezileta wao, wametuelimisha wao. Uislamu waliuhami wao, Uislamu waliueneza wao. Leo ndo tunawaambia wamepotea. Kweli inaingia akilini? Rudi kaisome historia vizuri, utakuta kwamba wengi ambao umesema kwamba hawafai, wengi waliopotea, wengi utakuta ni hao tunaowasema na kuwatia midomoni muda sisi wenyewe bila ya kutambua. Tarikhi itakufichulia, tarikhi itakueleza, tarikhi itakusomesha, tarikhi itakuwekea bayana. Naam.